hitilafu za kimipangilio na watu wengi waliojitokeza, ikabidi hafla hiyo ama shughuli hiyo ya kumpa heshima zake za mwisho kutoka kwa wananchi itolewe kutoka majengo ya bunge hadi katika uga wa Kasarani, na picha unazoziona mtazamaji ni mwili wa Raila Odinga ukipelekwa kwenye ambulensi tayari kusafirishwa hadi katika makavazi ya Lee. Na mtazamaji, kumbuka kulingana na ratiba ya iliyopeanwa hapo jana ni kwamba mwili wake hapo kesho ulikuwa unatarajiwa kufikishwa katika uwanja wa Nyayo kwa heshima ya mwisho ambayo itahusisha viongozi mashuhuri kutoka mataifa ya nje, na lakini kufikia hivi sasa tunasubiri kuona labda iwapo kutakuwa na mabadiliko yoyote kuhusiana na ratiba hiyo. Kumbuka hata jana ratiba ilivyotangazwa kuhusiana na shughuli hii ya leo, baadaye kutokana na hali iliyoshuhudiwa ya umati mkubwa kujitokeza, mambo yalibadilika, na muda wote kutoka hivi sasa pia tutakupeleka moja kwa moja hadi Karen tujue kama kuna mabadiliko ya ratiba ya mazishi. Tunamsubiri mwenyekiti wa kamati andalizi ambaye pia ni naibu rais Kithure Kindiki ahutubie wa Kenya, tujue kama kuna mabadiliko yoyote kuhusiana na ratiba ya hapo kesho. Na mtazamaji, hapo unaona jeneza alilowekwa Raila Odinga na ile gari ya Lee Funeral ama makavazi ya Lee tayari kuondoka katika uga wa Kasarani kumpeleka katika mahali pake pa kupumzika kwa sasa, kabla ya siku ya Jumapili ambapo atapumzishwa rasmi kule maeneo ya Bondo. Kumbuka ni siku ya pili ambapo kamati andalizi ya mazishi inakutana kwa juhudi tu za kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda shwari, na picha unavyoziona kwenye kiwambo chapo ni maafisa wa jeshi yani KDF wakiwa tayari kusindikiza mwili wa marehemu Raila Odinga hadi katika makavazi ya Lee. Na kumbuka mtazamaji, unapoona kwamba jeshi limejitirika jukumu pia